kwa hiyo yeye ni alimu, mtoto wake ni alim, lakini ubtulia bilhasad. kwa hiyo maulama wanamtaja kwa sababu ya ilmu yake, lakini wengine wanamlaumu kwa sababu ya hasad aliyomfanyia Imam al-Bukhari. Almuhim ni katika watu ambao wamesoma na kuchukua ilmu kwa Imam al-Humaidi. Katajwa katika Tirmidhi na An-Nasa'i wa Muhammad ibn Yunus An-Nasa'i na Muhammad ibn Yunus An-Nasa'i vile vile, ambaye huyo sio Imam An-Nasa'i, hawa wanasibishwa tu katika mahala kunaitwa Nasaa. Katajwa katika Sunan ya Abi Daud. Lakini wa Muhammad ibn Yunus al-Kudaimi vile vile ni katika wanafunzi wa al-Imam al-Humaidi. Wa Harun ibn Abdullah al-Hammal yupo katika Sunan ya Abi Daud, ni katika wanafunzi wa Imam al-Humaidi. Wa Yaqub ibn Sufyan ni katika wanafunzi wa al-Humaidi. Wa Yaqub ibn Shaybah vile vile ni katika wanafunzi wa al-Humaidi. Wa Yusuf ibn Musa al-Qattan ni katika wanafunzi wa al-Humaidi. Wakitazama haya majina yanapangwa kwa alphabet, kwa hiyo yanaanza ya hamza au alif, yanamalizia yaun. Kwa hiyo yana uwepesi kwa sababu zikifuatana zile leta za mwanzo, herufi za mwanzo, basi Muhammad, Yaqub. Kwa hiyo na mengine insha Allah tutayakuta yanafuatana. Kwa hiyo wakija Ibrahim ni Ibrahim, wakija Ahmad ni Ahmad. Kwa hiyo inakuwa uwepesi kwa mwanafunzi kuweza kuhifadhi haya majina, na bila shaka ahlul ilmi wameyahifadhi haya. Kwa hiyo sisi hima yetu ni ndogo katika ilmu, lakini kwa sababu tunasoma mambo ya historia, acha tuone habari za hawa watu walivyo. Baada ya utangulizi huu ambao takriban umechukua inafika nusu saa, dakika 30 takriban au karibu, sasa tunaingia katika kusoma aqwalu za ahlul ilmi, kauli za maulama zinazomhusu huyu al-Humaidi. Qala Ahmad ibn Hanbali, amesema Imamu Ahmad. Tukumbuke katika utambulisho tulisema kuwa al-Humaidi ni tabaka namba 10 na Imam Ahmad ni tabaka namba 10. Sasa leo watu ambao wanaishi katika nyakati moja wasifiane sifa ambayo kila mtu hatii shaka kulingana na nafasi zao na ilmu zao na maarifa yao kuwa hawa wanaosifiana ni maulama. Imam Ahmad yasema al-Humaidi indana imam, kwetu sisi al-Humaidi ni imam, yani ni yule ambaye ameshafikia martaba anaposema asikilizwe, kwa sababu ameshafikia martaba kwa yeye ni imam, yani kashakuwa yeye ni qudwa, kigezo, watu wanatakiwa wajigezeshe naye. Imam yule ambaye wanamfuata watu katika rai zake, katika kauli zake, katika fatwa zake na mambo mengi ya kiilmu, tayari yeye ni imam. Qala Abu Hatim, asema Abu Hatim, athbatu an-nasi fi ibn Uyaynah al-Humaidi. Tukumbuke kuwa Abu Hatim ni katika wanafunzi wa nani? Al-Humaidi. Tushampita huko juu Abu Hatim ar-Razi. Anasema Abu Hatim, athbatu an-nas, yule ambaye athbat, ajua zaidi, fi ibn Uyaynah, hadithi za Ibn Uyayna al-Humaidi ni Imam al-Humaidi. Yani wao wanamsifu kwa mwalimu wetu sisi ajua zaidi hadithi za Ibn Uyayna. Ibn Uyayna yeye ni nani? Kama sisi bila shaka tutaangalia katika kitabu ambacho tunakisoma, angalia katika hii hadithi ukianza hadathana al-Humaidi Abdullah ibn Zubair, qala Abdullah ibn Zubair al-Humaidi yasema hadathana Sufyan huyu ndo ambaye anakusudiwa hapa. Kwa hiyo anasema Abu Hatim ambaye anajua zaidi hadithi za Ibn Uyayna, Sufyan ibn Uyayna ni al-Humaidi, na hii ni sharaf kwa sababu al-Humaidi kama ajua zaidi hadithi za Ibn Uyayna, na maana wanafunzi wote tutakuja kuwaona tutakapokuja kusoma tarjuma ya Ibn Uyayna, wote elimu wanazidiwa na al-Humaidi, wote waliopokea kwa Ibn Uyayna. Tutakuja kuona tutakaposoma tarjuma yake. Kwa hiyo hii ni sharafu kubwa kwa Ibn Uyayna, kwa yeye ndiyo kiongozi wa maarifa juu ya hadithi za Sufyan ibn Uyayna, wa huwa raisu ashab ibn Uyayna. Maana hapo walivyotumia yeye ndo rais, maana yake ndo top, ndo kilele, ndo kiongozi anayejua
ahadithi katika wale wanafunzi wa Ibn Uyayna. Na wakati huo kuambiwa mtu yeye ndo top katika ilmu ya fulani halafu fulani mwenyewe katika maulama, basi maana yake ilmu aliyokuwa nayo fulani ipo katika kichwa chake halafu ana ziada ya ilmu ambayo kaichukua mahala kwingine. Wa huwa thiqatun imam, na huyu al-Humaydi ni thiqa, ni imam. Thiqa maana yake ni mkweli, imam bila shaka ni yule ambaye watu wanatakiwa mfuate. Tukumbuke kwa Abu Hatim ar-Razi ni katika ahlul ilmi wakubwa fani hadithi, hasa katika ilmu ya marwat. Lakini vile vile Ahmad kamsifu kuwa ni imam na Abu Hatim kamsifu kuwa ni imam. Twende mbele. Qala al-Humaydi, anasema al-Humaydi mwenyewe. Kwa nini Abu Hatim aseme kuwa al-Humaydi yajua zaidi hadithi? Asema jalastu Sufyan ibn Uyayna, mimi nilikaa na Sufyan ibn Uyayna 19 sanatan, miaka 19 au na hawa mfano wake. Maana yake nimekaa na Sufyan mimi nasoma kwa miaka 19, mimi nasoma kwake tu. Tukumbuke kuwa haya maneno ya ahlul ilmi yana umuhimu na faida. Miongoni mwa umuhimu na faida ni watu kutulizana na walimu. Hili ni jambo sisi tunalizungumza. Umuhimu wa kusoma historia kwetu ni kujua jinsi gani ya hawa watu waliweza kuihifadhi dini. Allah aliwachagua wawe kabla yetu ili wao wawe ndio njia ya sisi kutufikia dini yetu. Walikuwa na sifa gani? Walikuwa vipi? Anasoma mtu kwa mmoja katika maulama miaka 19 anachukua ilmu kutoka kwake, kiasi ambacho tutakuja kuona maneno yanayozungumzwa juu ya Sufyan ibn Uyayna ni nani, lakini miaka 19 ni muda mrefu sana, tofauti na mtu ambaye anatakharraj jamia kamaliza miaka 4 degree 2 master kisha akafanya research ya PhD takriban miaka 2 takriban miaka 3, inategemea na huyu bado miaka 4 ya degree 2 ya master halafu 3, maana yake ana miaka 9, sawa? 4 halafu 2 halafu 3 na miaka 9. Hajafikia umri ambao Sufyan kasoma kwa Ibn Uyayna bado hata nusu, lakini ana PhD tayari. Na ndio maana ukakuta kuwa sisi tunachotakiwa tujue kuwa kuna nidhamia halafu kuna halaqat. Nidhamia ni mtu kusoma ilmu kwa marahil, akaanza mfano primary akaja sekondari, anaendelea anasoma zile hatua. Kwa sisi tunaosoma nidhamia utakuta mtu anaingia form 4 anakwenda form 6, tena hapa ndo anajiona ameshawahi, kisha ima aseme nataka nisome certificate au aingie moja kwa moja akishamaliza form 6 asome degree, akishatoka degree ende master. Kama hataki fani aliyosomea degree basi asome diploma al-ali. Kwa Kiarabu najua hivyo, ili aweze kuchagua kozi nyingine mahama kan vyovyote itakavyokuwa, atakuwa huyu anasoma nidhamia. Kwa atamaliza magister, master, atakuja yani PhD. Akishamaliza PhD atakuwa ni ustadhi musharik, maana yake ni mtu ambaye anahusishwa katika mambo mbalimbali, makongamano, kuandika. Atapanda mpaka afikie kwa profesa. Ule msaada wake katika upande wa kielimu unakuwa umeshafikia kwa sababu ya uandishi sana, kushiriki kutatua changamoto mbalimbali, kufanya tafiti, kushiriki na wasomi mbalimbali, mpaka akaonekana huyu kaandika sana, msaada wake ni mkubwa. Amefikia wakati kwa sasa ni profesa. Bado huyu profesa hajafikia nafasi ya mtu kuwa imam bado. Kwa hiyo kitazama safari ni ndefu, lakini bado hajafikia mtu kuwa ni imam. Sasa al-Humaydi miaka 19 kakaa kwa mtu mmoja. Hatujamzungumza al-Humaydi na Muhammad ibn Idris al-Shafi'i. Wakati Muhammad ibn Idris al-Shafi'i alipokwenda Misri, al-Humaydi aliambatana naye, wakaondoka wote. Kwa hiyo alisoma miaka mingapi kwa Shafi'i? Alisoma miaka mingapi kwa Sufyan ibn Uyayna? Na wakati Sufyan ni mkubwa kuliko Imam Shafi'i, Shafi'i ni mdogo kuliko Sufyan.
Kwa hiyo al-Humaidi alikaa huko akasoma, kisha kenda huko. Hawa watu na ilmu yao na maarifa yao walikuwa wanakaa mahala wanatulizana wanasoma. Sisi tuna nini? Sisi tuna kitu gani? Hawa ambao wameihifadhi hii dini kwa taufiki ya Allah, hizi ndio sifa zao. Waqala Yaqub al-Fasawi, akasema Yaqub al-Fasawi, hadathana al-Humaidi, ametuhadithia sisi al-Humaidi, anasema ma laqitu ansah lilislam wa ahlihi minhu. Yani huyu Yaqub al-Fasawi aliposema katuhadithia sisi al-Humaidi, kisha akasema mimi sijapata kuona ansah lilislam, ambaye ansah lilislam, hili ni neno asili yake linatokana na nasaha. Nasaha ni yule ambaye anatoa miongozo ya khairi katika jambo, kwa sababu an-nasiha maana yake ni kumtakia mtu khairi kwa kumpa miongozo nini afanye. Kwa hiyo kiambiwa nini maana ya nasaha, an-nasihatu iradatu al-khairi lilghairi, kumtakia mtu mwingine khairi ndiyo nasaha. Kwa hiyo ukisema ansaha katika lugha ya Kiarabu, ansaha katika ilmu ya sarf kwenye lugha ya Kiarabu huitwa yani ismu at-tafdhil. Katika lugha ya Kiingereza inaitwa comparative, au unaweza kusema ile better than, ndo maana yake. Kwa hiyo sasa ansah ni neno linalotumika compare, kulinganisha vitu viwili na kutoa utambulisho kuwa kimoja ni bora kuliko kingine. Kwa hiyo ansah lilislam, ma laqitu, sijawahi kukutana mimi ansah lilislam, na mtu ambaye anataka khairi zaidi kwa Uislamu wa ahlihi, na wale waislamu wenyewe, minhu, kuliko Imam al-Humaidi. Yani mtu ambaye kuanzia kusomesha kwake, nasaha zake, jinsi anavyosimamia mambo ya ilmu na dini, wallahi sijaona mimi mtu ambaye anataka khairi katika Uislamu na watu wake kuliko al-Humaidi. Sisi katika darasa zetu tumeshapita vipengele, hasa nakumbuka katika mambo ya kiitikadi, nadhani tukasema mtu kuna mambo manne anatakiwa kuyafahamu. Nakumbuka darasa ya mwanzo kabisa, mwanzoni kabisa tunaanza kusoma, ndo tulizungumza kuna mambo manne anayesoma ilmu anatakiwa kuyajua, ambayo mambo hayo ndiyo msingi wa yeye kuifikia elimu. Jambo la kwanza, raf'ul jahli 'anil nafs. Raf'ul jahli 'anil nafs, kujiondolea ujinga. Jambo la kwanza, kujiondolea ujinga. Jambo la pili, raf'ul jahli 'anil ghairi, kumuondolea mtu mwingine ujinga. Raf'ul jahli 'anil ghair, kumuondolea mwingine ujinga. Jambo la tatu, hifdhud din, kuhifadhi dini. La tatu, kuhifadhi dini. La mwisho, al-amalu bil ilmi, awe yote anayoyafanya katika mambo anayafanya kwa elimu. Sasa ukitazama katika vipengele hivyo kwenye hii ibara ansah lilislami wa ahlihi, lilislam maana yake ni mtu anayetakia khairi Uislamu, si ndo anataka kuhifadhi dini. Wa ahlihi, si ndo anataka kuondolea watu ujinga. Maana yake kasoma kahifadhi, anataka kuondolea wengine ujinga na kuhifadhi dini, na ikiwa ndo sifa yake hii, huyu bila shaka amila bil ilmi. Na ndo kama Imam Shafi'i alivyosema, ilmu sio ile ambayo imehifadhiwa, bali ilmu ni ile ambayo imenufaisha. Kwa hiyo huyu kakusanya nidhamu zote nne, misingi yote minne ya elimu. Kwa hiyo sisi tunatakiwa kujikompea na hao, kujilinganisha. Hawa kuanzia sifa yao ya kusoma, walisoma kwa utulivu, wakawapenda mashekhe zao, wakatulizana kwa mashekhe zao, halafu wakachukua ilmu, Allah akaingiza nuru katika ilmu yao, mpaka leo sisi usiku huu tumsoma al-Humaidi. Wallahi hajui wala hakuwa akijua kuwa kuna watu watakuja kukawa nisome mimi tu, hakuna. Lakini Allah tabaraka wa taala asema katika kitabu chake akimzungumza Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa rafa'na laka dhikrak. Ahlul ilmi katika mambo waliyozungumza juu ya sunna wamesema yoyote ambaye atajishughulisha na sunna
basi ataingia katika kauli yake Allah tabaraka wa taala, wa rafa'na laka dhikrak. Allah atanyanyua utaji wake. Kwa nini? Kwa sababu Allah tabaraka wa taala sikaunyanyua utaji wa mtume sallallahu alayhi wasallama kutokana na alivyosambaza ile dini. Na wewe si unasomesha sunna za mtume sallallahu alayhi wasallama, unazisambaza ili watu wajue dini. Kama Allah alivyonyanyua utaji wa mtume sallallahu alayhi wasallama, vile vile Allah atanyanyua utaji wako. Kwa hiyo hichi kipengele tuweze kukifahamu vizuri. Ndio maana wakasema sijaona mimi mtu aliyokuwa bora katika Uislamu na watu wake. Sisi ndio Waislamu wenyewe, Allah tuthibitishe katika dini yetu. Sasa tunamsoma Al-Humaidi. Hii ni ishara ya wazi kuwa huyo alikuwa akitakia khairi hii dini yetu, na ndio maana sisi tuliokuja miaka ya mbeleni baada ya zaidi ya miaka 1000 na kitu, sisi sasa tunamsoma Al-Humaidi. Qala Abdurrahman ibn Abi Hatim, amesema Abdurrahman ibn Abi Hatim, حدثنا محمد بن عبد الرحيم الهروي قال قدمت مكة سنة 98. asema mimi nilikwenda Makka mwaka 89. Ukiona imetajwa hivi maana yake kuna 100 nyingine, yani watu wa hadithi wana nidhamu zao kwa sababu mwaka mwaka 98 Imamu Al-Humaidi hajazaliwa kabisa, hajazaliwa kabisa. Kwa hiyo wanakuwa wanaongeza 100. Akisema qadimtu Makkah sanata 98, maana yake mwaka 98, kwa sababu rawi anayekusudiwa alikuwa hajazaliwa mwaka huo. Ina maana kunaongezwa 100, maana yake mwaka 198. Sawa? Yani wao wanachokizungumza utajua vipi? Kupitia tabaka. Mtu yoyote ambaye yupo katika tabaka, mfano Imam al-Bukhari, ukiambua Bukhari mfano kazaliwa mwaka 46 mfano, lazima uongeze 200, kwa sababu Bukhari wakati ambao yuko yeye ni katika wakati wa atba'u tabi'ina, ambao wakati huo imarika watu wake, yani wale watu wake ni watu waliofariki baada ya mwaka 220. Na mtu ambaye yupo katika tabaka bila shaka ya kwanza ya atba'u at-tabi'ina, maana yake kazaliwa ndani ya wakati wa atba'u at-tabi'ina, ndani ya wakati wao, au baadhi ya wakati wachache wamezaliwa mwishoni mwa wakati wa matabi'ina. Sawa? Lakini sasa wamechelewa kufariki mpaka wakaingia katika wakati wa atba'u at-tabi'ina. Makusudio yetu ni kuwa hapa kidogo tumezungumza ile mambo yetu ya miaka na mahesabu mingi. Muhimu ni kuwa Al-Humaidi hapa katajwa katika nukta kuwa huyu alikwenda mwaka 198 Makka. Anasema umata fi awwaliha Sufyan ibn Uyayna, mwanzoni mwa mwaka huu alikufa Sufyan ibn Uyayna. Unaposoma masuala ya kihistoria, madam hapa umetajwa mwaka 98, bimaana 198, kisha akasema Sufyan alifariki mwanzoni mwa mwaka huu. Hii ni sehemu ambayo wewe unaishika kwa hatua ya mwanzo kwa itakuwa Sufyan alifariki mwanzoni mwa mwaka au ndani ya mwaka wa 198 kabla qudumina bi 7 ashhur, kabla ya sisi kwenda huko Makka takriban kwa miezi 7. Kumbuka sisi tulisema miaka ya kufa na miaka ya kuzaliwa ahlul ilmi wanaitilia umuhimu, kwa sababu ni elimu kuwafahamu maulama walikufa lini, walizaliwa lini. Na ndio maana hapa unakuta mtu anataka kukutambulishia wakati, mazingira na hali kupitia wakati alikufa mtu. Maana yake ule wakati alikufa mtu ni sehemu tu ambayo inampelekea kufika katika malengo. Anasema fasaltu an ajalli ashabi ibn Uyayna, kwa kuweka shakufa miezi 6 kabla, mimi nikauliza an ajalli ashabi ibn Uyayna, mtu ambaye ni bora zaidi kuliko wote aliyosoma kwa ibn Uyayna, fadhukira li al-Humaidi. Asema mimi nikaambiwa ni al-Humaidi, nenda kwa al-Humaidi, huyo ndio bora wa wanafunzi wa Sufyan ibn Uyayna. فكتبت حديث ابن عيينة عنه, asema mimi nikaandika hadith
za Ibn Uyayna kutoka kwake. Maana yake mimi nikaridhika nikapokea kutoka kwake kutoka kwa Sufyan ibn Uyayna. Kwa hiyo hichi ni kipengele vile vile kinaonyesha sharafu ya Ibn Uyayna. Watu wamechukua ilmu yake kupitia wanafunzi aliyowatoa, na kinaelezea sharafu ya al-Humaydi kwa yeye ndio kabeba ilmu ya mwalimu wake Sufyan ibn Uyayna. Vile vile inatufundisha sisi juu ya umakini pale tunapochukua ilmu kutoka kwa walimu. Tuwe makini, kwa sababu kuna watu watakuja na watauliza nani wanafunzi wa fulani ambao wamesoma misingi yake na nidhamu yake katika hadithi na mfano wake. Kama mimi wakati tunasoma, Sheikh wetu kabla ya sisi kuondoka katika mji wa Sudan, wakati tunamuaga, basi alitunasihi katika mambo aliyotunasihi ni kutuelezea kuwa wenzenu fulani kafungua markazi nchi yake fulani, yani ana wanafunzi wameshafungua vituo wanasomesha tu ilmu ya hadithi na ilmu nyingine, lakini hasa ilmu ya hadithi wameitilia nguvu sana katika wale ambao yeye aliwaelezea na katika sura alizozielezea. Kwa hiyo wakati tunaagana naye, na sisi alitupa agizo kuwa nendeni mkasomeshe sunna katika miji yenu. Ina maana mimi ninaposomesha hadithi, chochote ambacho nitahisi hichi nataka kukifahamu, basi maana yake kwa kuwa mwalimu yuko hai, nitalazimu kumtafuta mwalimu kama itakuwa nampata kuwasiliana naye. Maana yake mimi bado nitakuwa nipo na sambaza misingi ya kifani katika upande wa hadithi kupitia hatua zile zile ambazo mwalimu wetu sisi alitufundisha. Na mpaka leo mimi sijui kitu kipi ambacho nakifahamu si kukisikia hicho, yani ile asili ya kufundishwa kwake kutoka kwa Sheikh wetu Abu Muhammad Ahmad an-Najashi. Kila ninachokisomesha kusenda miaka ya kufa, tabaqat, mambo gani huyu aliingia mji, yote tumeshasikia kutoka kwake, mambo ya kunia, mambo ya laqab, nisba, jarh, thiqa, dhaif, kadha, yote wanafunzi, mashekhe, nani, yote, kwa sababu alikuwa ni mwenye kudili na masuala ya ilmu ya marwat kwa upeo mkubwa. Kwa sisi tumekuwa ni sehemu ya kumsambazia ilmu yake katika miji. Kwa hiyo وقال يعقوب بن سفيان, akasema Yaqub ibn Sufyan al-Humaydi akisimulia kutoka kwa al-Humaydi Abdullah ibn Zubair. Tuangalie hili tukio lilivyo, ambalo angalia silsila ya upangiliwaji wa hizi taarifa za al-Humaydi. Tumeshasema kuwa kuna watu walimtafuta al-Humaydi wakasoma kwake, kuna wengine walikwenda wamtaka Sufyan wakamkosa wakasoma kwa al-Humaydi. Al-Humaydi hapa anaelezea jinsi ilivyo tofauti yake na hao wanafunzi wenzake. Hapa atawataja wanafunzi wawili, yakiwa watatu. Kuna tofauti gani? Asema kuntu bi Misra, mimi nilikuwa Misri. Katika mambo ya kihistoria al-Humaydi kule kwenye bitaqa, yani ndio maana mimi napenda tusome ile kwanza, kwa sababu itatupa uelewa mambo mengi. Angalia hii bitaqa sisi ambayo tunaisoma, tulipofika katika iqama tulisema al-Humaydi yeye ni mtu wa Makkah, ndio lakini sasa katika maelezo ambayo sisi barakallahu fikum yani tuko nayo, katika maelezo ambayo barakallahu fikum sisi tuko nayo, maelezo yetu yanatupeleka kuwa Humaydi anasema kuntu bi Misra, huyu ni mtu wa Makkah lakini anasema alikuwa Misri. Bimaana kupitia bitaka utambulisho wake na kupitia haya maneno inaonesha kuwa kuna safari alizifanya al-Humaydi, yani ni katika watu ambao walikuwa wanasafiri kwa ajili ya kutafuta elimu. Kwa hiyo hata tukimuona na daraja kuwa ni imam, miongoni mwa sababu za kumpelekea mtu kuwa imam katika ilmu ni ar-rihilat, kusafiri kutoka katika mji wake kwenda kutafuta ilmu katika miji mingine. Nadhani hapa kuna jambo hilo, na hii ndio nidhamu ya kusoma historia. Historia ni kwamba kila kipengele unachokiona kina umuhimu wake. Asema mimi nilikuwa Misri, wa kana li Sa'id ibn Mansur halaqa, na huyu Sa'id ibn Mansur ni katika ahlul ilm al-kibar, wanawazuoni wakubwa. Halaqatun fi masjid Misra, alikuwa ana halaqa, maana yake kakana watu katika msikiti wa Misri. Wayajtami'u ilayhi ahlu Khurasan, watu wa Khurasan. Khurasan tumeshapita kwa ni Bukhara, Naisabur, Nasa, mbalimbali, sawa wa ahlu al-Iraq, Iraq, Baghdad, Kufa. Tulionyesha katika ile kharita tukisoma kitabu chetu kuwa kuna miji ni mbali mahala mbali. Khurasan ni pande za Iran huko, Kazakhstan, Iraq, maana yake inafahamika.
kwa ni masafa ni mbali. Fajalastu ilayhim, asema na mimi nikakaa pamoja na wao. Angalia tawadhu yake, huyu ni mwanafunzi mwenzake ambaye wamesoma pamoja kwa Sufyan ibn Uyayna, akaanzisha halaka katika mji wake, kwa sababu Sufyan ni mtu wa Makka na Kufa. Sasa huyu kaanzisha halaka katika huo mji wa Misri, yani mji aliyokuepo. Na Al-Humaydi alipoona kuna mwenzake anzisha halaka, na yeye akaenda akakaa katika halaka hiyo. Asema fajalastu ilayhim, na mimi nikakaa nao. Fadhakaru shaykhan li Sufyana, katika darasa yao akamtaja shekhe wa Sufyan, mmoja katika walimu wa Sufyan. Faqalu, wakasema kam yakunu hadithuhu, je Sufyan atakuwa kapokea hadithi ngapi kwa huyu? Washamtaja sheikh, alafu anasema Sufyan kwani kapokea ngapi kwa huyu? Faqultu, mimi nikasema kadha wa kadha, Sufyan kapokea kwa huyu hadithi kadha. Huyu si katika mahfadh, ana ilmu na maarifa zaidi juu ya hadithi za Sufyan. Kwa hiyo kwa sababu ilikuwa ni halaka nzuri, yakasema Sufyan kapokea kadha wa kadha, kutoka kwa huyu kapokea hadithi ngapi? Hapa sisi tunajifunza nini? Maruwati wa hadithi wale mashekhe zao walikuwa wanajua kwa shekhe wangu ana hadithi ngapi, na mashekhe wa mashekhe zao walikuwa wanajua kwa mwalimu wangu kwa shekhe wake huyu kapokea hadithi ngapi. Hebu angalie hichi kitu kilivyo. Yani wewe unajua shekhe wako ana hadithi ngapi, halafu unajua shekhe wa shekhe wako ana hadithi ngapi. Subhanallah. Lakini si hao tu, wanawaelezea mpaka masahaba, mpaka matabiina, mpaka watu ambao walikuwa huyu ana hadithi ngapi, huyu ana hadithi ngapi. Yani walikuwa wanahifadhi idadi ya hadithi zao, wanazihifadhi hadithi zao, wanahifadhi maruwat waliopokea kutoka kwao, mashekhe ambao wamesoma kutoka kwao. Yani hii nidhamu ndio ambayo imetumika mpaka sisi leo tukaona Sahih Bukhari na vitabu vingine vipo. Watu walikuwa na juhudi, wanapupa, wanatumia mifumo manhajud dirasi, yani ile nidhamu ya kusoma ya kwao ilikuwa ni nzuri sana, inawaelekeza wafanye hivyo. Fasabbaha Sa'id ibn Mansur wa ankara dhalika, alipotaja idadi ya ahadithi al-Humaydi, fasabbaha Sa'id ibn Mansur, Sa'id ibn Mansur akapiga tasbih subhanallah, wa ankara dhalika, akakemea hapana. Wa ankara ibn Daisam, mwingine sasa huyu mwanafunzi wa Ibn Uyayna, na vile vile akasema hapana, kana kwamba wakaona haiwezekani. Wa kana inkaru ibn Daisam ashaddu alayya, vile alivyopinga huyo Ibn Daisam ilikuwa ni jambo zito kwangu, yani hakupinga kwa namna nzuri. Nikamwambia ndio hivyo, mshapinga. Faqabaltu ala Sa'id, mimi nikamwelekea Sa'id. Ina maana hawakuwa kwa pamoja, kwa sababu Sa'id si shekhe na huyo Ibn Daisam yeye ni katika wanafunzi, wamekaa katika halaka wanasikiliza kutoka kwa Sa'id ibn Mansur. Huyu yeye huenda hakuzungumza maneno yaliyompendezesha al-Humaydi. Sema kwanza nikamwelekea huyo shekhe wao ambaye ndo kiongozi wa halaka. Faqultu, mimi nikasema kam tahfadh an Sufyan, sheikh wahifadhi hadithi ngapi kutoka kwa Sufyan? Anhu, kutoka kwa shekhe ulomtaja wewe, wasijua hadithi ngapi? Anasema fadhakara nahwa nisfi mimma qultu, akataja mfano nusu ya kile nilichokitaja. Kwa hiyo kama alisema hadithi 100, yani al-Humaydi alisema kuwa Sufyan anazo hadithi kutoka kwa shekhe wake takriban hadithi 100, huyu alisema 50, yani alitaja nusu ya idadi aliyoitaja al-Humaydi. Wa aqbaltu ala ibn Daisam, asema nikamwelekea Ibn Daisam. Faqultu, nikamwambia kam tafadha an Sufyan anhu, wewe unahifadhi hadithi ngapi kutoka kwa Sufyan, kutoka kwa huyo mtu? Manake hawa wote wanafunzi watatu ni wa Sufyan. Fadhakara ziyadata ala ma qala, akataja ziada ya kile ambacho kwamba akisema Saidu, yule Saidi, nahwa thuluthaini, yeye kataja mfano wa thuluthi mbili ya kile alichokisema Said. Mimma qultu ana, okay, nahwa thuluthaini mimma qultu ana, mfano wa thuluthi mbili ya kile ambacho mimi nimekisema. Mfano kama al-Humaydi alisema huyu sheikh ana hadithi 90 kutoka yani kwa Sufyan, yani Sufyan kapokea kutoka kwa sheikh wake hadithi 90, huyu Ibn Daisam yeye alisema kuwa ana hadithi 60. Maana yake ni kuwa yani wamepishana. Said mfano akasema 45, alafu huyu mwingine akasema 60. Kwa hiyo thuluth mbili akataja kwa kahifadhi kutoka kwa Sufyan, akaacha thuluth moja na yule mwingine akaacha nusu nzima. Qultu ana
yani mima qultu ana kwa kile ambacho kwamba nimekisema faqultu li Sa'id mimi nikasema kumwambia Sa'id tahfadhu ma katabta an Sufyan anhu je unahifadhi kile ulichokiandika kutoka kwa Sufyan kutoka kwa huyo Sheikh maana yake kama umesema hadithi zake ni idadi hii je wewe unazo hizo hadithi unazo yani ukiambiwa uzihesabu unaweza kuhesabu kwamba hii ya kwanza niloiandika hii ya pili faqala naam akasema ndio hili jambo jingine yani mtu kahifadhi hadithi kichwani halafu kaandika kwa mkono kile alichokipokea kwa shekhe halafu wanafunzi watatu wa Sufyan wapo kwenye mapambano nani anajua zaidi na kahifadhi hadithi nyingi Al-Humaydi amuuliza je umeandika hal tahfadhu qultu li Sa'id tahfadhu ma katabta an Sufyan anhu faqala nam je yani manake unahifadhi kwenye kichwa kwenye uandishi vyote viwili kwenye kichwa zimo na umeandika akasema nam ndio qultu mimi nikasema fa'udda haya ni hesabie qala fa'adda kazi hesabu yani anaanza mfano Sufyan an fulan hadithi ya kwanza innamal a'malu binniyat Sufyan an fulan hadithi ya pili man ahdatha fi amrina hadha Sufyan an fulan an Abi Hurairah hadithi hii Sufyan an fulan hii akazihesabu zote